Education Committee katika sub-county hii ilimwambia DCC nahitaji mkutano ya dharura ya stakeholders to address mambo ya elimu kujidimia katika sub-county. That was last week. Tukasema in a week's time lazima tufanye mkutano, na kwa haraka tukakubaliana. Hata mkutano ingekuwa kesho tukairudisha, tukasema iwe siku ya leo, kwa sababu nilimwambia DCC nataka nikija kwa mkutano ninakaa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu issues ya Zero ni issues serious kabisa. Na bila tumekusanyika hapa siku ya leo, ukiangalia analysis ya results kulingana na sub-county director wetu, hatuna kitu ya kusherekea. Nasema tuko kwa kilio, tuko kwa kilio, na tusipochunga sisi kama viongozi na stakeholders, bila tumekaa hapa siku ya leo, sisi tutapoteza hii tabia hapa. We are killing a generation. All of us are leaders. Administrators we are here. Board of management mko hapa. Na principals mko hapa. Principals wala hawatoki hapo wataenda transfer. When they retire, wataenda kwao. Administrators pamoja na board, hata DC atajiendea. All these officers here. Lakini sisi wa Mount Elgon tutabaki. Na sisi pakubwa tumechangia kuangamiza an entire generation. Hata kama tutatoa excuses, tutapata kichapo ya Mwenyezi Mungu. That one I'm telling you for free. Mimi nimetaka kuwa very candid. Tumejaribu kuwa candid. Why is the problem? Because unless we pinpoint, na nimekuwa nikumunika hapa kidogo. Unajua as a community, na Susan aliongea vizuri sana. As a community, given all factors constant, how come some schools are performing na zingine hazifanyi, and circumstances are the same? Na tukikuja mbele ya wananchi na viongozi, we want to give excuses. Bila Martin nimesema unaona, but we must also be very courageous to address the problem. Viongozi wamesema hapa about absenteeism. Absenteeism. Watoto wanaenda hospitali. Is an issue I've been talking about. Mimi huyu. Mwingine amesema watoto wanakwama katikati. I was even asking him, this officer, kama watoto wanakwama katikati between hospitali na hapa, katikati ni wapi? Msituni. Iko nyumba msituni. Lazima tuseme ukweli, and ukweli will set us free. In Chepkitale, tunasema kitu kimoja, and I'm almost 100% sure, Martin, some of those compositions yenye umeleta itatoka Chepkitale. Mimi roho yangu imekuwa kidondoka nayo, and I've spoken about it. You have a school in Chepkitale. Wengine na walimu wangapi? Wangapi? Wawili. Wa TSC. Kwa sababu hata wadhamini masomo hakuna. Na from class 1
mpaka class 8, uniambie wewe mwanafunzi atatoa results aina gani? Atatoa results aina gani? Akikuja secondary sasa, because of 100% transition ya serikali, huyo mtoto ataconstruct hata sentence moja. Itawezekana kweli? Mimi have always been very vocal. Nikisema watu wakienda Chepitali kwa kuchunga ng'ombe, ngoja wazee na wamama wadogo waende huko, mama mkubwa abaki huko na watoto wasome, kwa sababu kule juu hakuna masomo. The schools we have in Chepitali ni mifano ya shule. And let us be very candid and be honest with ourselves. Kuja sasa sehemu ya chini huko. Hata siku moja Martin, I was against. Niliongea wakati moja na RC. Nikaambiwa there was a delegation ya wazee kutoka Chepitali. They wanted a secondary school kule. Nikamwambia RC, we have St. John hapa, tuko na St. Jude, tuko na Kaboyo Secondary School. These are schools serving the Chepitali community. Hatujaweka bidii iwe mzuri, hatujanyorosha vizuri. Why do we want to start another secondary school huko Chepitali? Wala wanafunzi wanapata max 100, hawajui kuandika composition. We want to take them through secondary school. Pia huko we are killing that community. It's just a matter of time. We may pretend that we are doing well, but it's a matter of time. That community would be normal. I've also been against hii mambo ya kulialia. Susan pia ulisema excuses. We don't have enough teachers. Sub-county director alikuwa ameandika some reasons for poor performance. Nikamwambia these are excuses. We shouldn't condone that. Kama staffing, director sub-county staffing is here. Staffing is a national problem. It's a national problem. Hata ukienda Alliance hapa Kenya High, wako na bomb teachers. Hiyo ndio ukweli ya mambo. Terem shule yenye imeperform juzi, there are 40 AC teachers. Ilikuwa St. Teresa juzi, wanafunzi 110, nikapata wanafunzi 82 kwa shule, wako na 70 AC teachers. St. Teresa. Nimekuwa jana shule ya Sendera. Sendera from form 1 to form 4 ni wanafunzi 70. Na serikali through SIPI imejenga a trailer ya laboratory tatu safari moja mpya. Watoto ni 70, walimu wa TSC ni 7 na bomu moja. Hata nikasema TSC ikijua hiyo shule iko na watoto 70 na walimu 7, they will transfer all of them, wabaki principal na deputy principal peke yake, because those teachers are underutilized. So excuses ya staffing should not be there. Huko mnatisikiza sawa sawa. Yes. Mimi nimesema hata wakati ya campaign I said this. Mahali tuko na shida kamili in the entire constituency is Kopsiro sub-county. Cheptai siko afadhali, Kapsakoni afadhali, hata kama tuko na Sendera ya watoto 70 ni afadhali.
Mahali kuna shida ni wapi? Hapa Kopsiro. And we must address the problems that we have in Kopsiro. Tuite shida ni shida na tutatue. Mambo ya structures, that is an excuse. Tumeelezwa schools perform without the structures. Mahali tuko saa hizi Kapirwa 2 years running imekuwa namba 2. Tunapata hiyo hapa. Walimu wa Kapirwa wote wanatafuta kazi ya TSC. These are hustlers. Na hustlers will produce in results. Their pay is not even a half of the pay of a TSC teacher. Utasema, are they motivated or they are demotivated? Results are there, you can see. Ukweli ya mambo, wazazi wetu wanakaa hivi, wanaangalia performance ya shule. Ikiwa chini tu, kwa sababu shule ni principal ama shule ni head teacher, ikiwa chini tu wanaangalia shule the next ni gani, they will shift. Na watu waacha shule ikiwa empty with the structures, they don't care. Ukiangalia shule za hapa chini, you do the analysis. We have a problem in Kiambu. Afadhali upande wa Kapkateni. Where we have a problem is here. Na shida ya hapa that we also need to address, and I'm happy Martin you are here, MC Mungu hapa. Chisibo and flag it out. Lakini ufafanua ni kama alikuwa na sita. Lakini I flag it out. In fact, ile points yangu mbili yenye nilikuwa nimenote kwanza, Chisibo alikuzia alafu akafifia. Tunajua where the problem is. We are taking our community away from real issues to non-issues. From morning TTC, tunaongea about non-issues. We don't want to address about education. Wakati TTC amekuja, I told him, this is it. Tuko na watu wanajiita council of elders hapa. And these are people who should be assisting us. It's a structured institution. Ukienda kwa Dorogo, they have a council of elders. Ukienda kwa Soi, they have a council of elders. But our council of elders, kitu ya kwanza wanaangalia iko seminar wapi. Seminar iko Kimilili. Seminar iko Kitale. Workshops about peace. Wanaenda kuongea about amani from morning mpaka jioni. Na kuna NGOs inakuja tena, kazi yao ni kusponsor those seminars. We don't want to talk about teenage pregnancies that is affecting education standards in Kopsiro Sub-County. We don't want to talk about absenteeism that is causing education standards to go low. Lakini we are more than ready to talk about peace from morning, utaenda kusign hapo, and what you sign again. Kuna watu werefu, all those signatures yenye una sign wakati unaenda hiyo mkutano ya seminar. You write your ID, your name, your ID and signature. Those are again used without your knowledge, weka petitions for offices za serikali. Without your knowledge. Huku, we don't want to address about education. So my plea is, can we bring our mind back home to focus kwa mambo haya? Chiefs muko hapa.
sio kuwa helpless tu bwana. Kazi ya chief sio kupigia DC tusaliti, ama kupigia sisi wakubwa za juu. Chief, exert your authority on the ground. Bila tumeongea hapa, it is going to be our desire that these meetings should go back to their respective schools. What we are discussing here should not end here. Iende kwa mashule, the neighborhood, the villagers should be mobilized, because we don't want to kill a generation. Wazee wetu elders badala ya kwenda kwa delegation kwa maofisi ya serikali na porojo, tuongeleshe watu wetu on the ground kuhusu mambo ya hiyo. Ukikosa hata Mwenyezi Mungu, familia yako pia haitaendelea. You want to kill other people's children, wasiende shule, wakae kwa giza, pia watoto wako hawatafanikiwa kwa maisha. Saa hizi we are talking about global citizenship. We want to produce global citizens. We shouldn't focus as a community. Na mimi kama mjumba totally against it. Hii mambo ya affirmative action, hii mambo ya tokenism. The moment you have been enslaved, mimi niko marginalized. Unataka to be given tokens, you are a slave. You will never prosper. Hakuna nchi kama hii. Hakuna nchi kama yetu hii. Tumeongea mambo ya mashamba. And DCC is something I talked about it yesterday nikiwa upande wa Kapsokanya na Kaptani. Hata ma principals, we are also confusing parents. And they are confusing members of public. School fees, what we call school fees. Sub-county director, you are here. TSC, sub-county director, you are here. School fees yote inalipwa na serikali. What we call school fees. What the government doesn't pay for the scholars is a large program. Sino kweli? This is the hata rais mwenyewe alisema. The president has made that pronouncement. Rais alisema tunalipa school fees, lakini watoto wanafukuzwa kwa sababu ya lunch. Na hata alisema wakati wetu tulikuwa tunajipanga, utafukuza mtoto for lunch program, mtoto aende forever. By the time anarudi syllabus atakuwa amekosa karibu kazi ya mwezi mmoja na mwezi mbili, alafu arudi tena nyumbani. How are we going to eliminate this issue? I've always proposed this. Shule zetu hapa, as a county director amesema last year, you talked about it. Shule zetu hapa ina ekari 20 kama Kaimuku, principal Linet, Kaimuku, St. Jude's, iko na eka 20. Ukijua ya kwamba hao watoto wakienda lunch program nyumbani, wataenda chepitani. Hii shamba eka 20, situlipo. Lunch program itoke kwa shamba ya shule. Hata mwanafunzi hata lipa hata shilingi moja ya lunch. Itakuwa ni kama kusoma without pesa ya lunch, kwa sababu shamba ya shule inaleta chakula. For boarders, I agree. Boarding fees kama ni 30,000 ama ni shilingi 40,000 kama Kibu, kama Cheptais, ama Kapsokwe. Boarding fees. Hii inaitwa boarding fees. Sio school fees pia. Boarding fees.
Mtoto akiwa huko asaboda lazima akule, kwa sababu hawezi akalala njaa, analala shuleni. Lakini huyu day scholar akikosa lunch, sijui na ataenda nyumbani, sasa atakula. So kwa nini tumfukuze huyu mtoto aende lunch? Tunachukua hiyo kama school fees, alafu baadaye tunaanza kulia, tunasema absenteeism, watoto wanaenda. Na pia na sisi we are the cause of creating absenteeism. Tukubaliane kitu kimoja, na MC amesema, ulisema hiyo vizuri sana, hii mambo ya mashamba bomu, and I was going to suggest DCC pamoja na sub county director ile Mungu hapa kama education senior officers, tukafanya overhaul as a way forward, tufanya overhaul ya bombs shule zote primary and secondary, tufanya overhaul so that wale wapya, kwa sababu wale wako wana ujanja fulani, tukifanya overhaul, let us focus on ensuring that every school produces enough ya kusustain hiyo shule. Na kama shamba ya primary ni kubwa kushinda ya secondary, let us through public participation, kwa sababu watoto wanasoma secondary ni watoto wetu. Shule ya secondary wana shamba kubwa, ya primary iwe na shamba dogo kiasi, kwa sababu ile kazi inaendelea huko, chakula inaenda kwa kutunza watoto wetu. Hiyo rasilimali peke yake, this Chebiu ward ingekuwa inaongoza kwa mambo ya performance, kwa sababu hakuna mtoto angekuwa anaenda nyumbani. Lakini tunafanya nini? We don't care. And because we don't care what is going to happen in a few years, tuko tunalea majambazi. Hata sisi wale tutakuwa tunasema tumefanikiwa, bila mama amesema all of us, ukisema hapa all of us, hakuna mtu ana mtoto katika hizi shule zetu. In fact, this is wala wabomba huko juu, they would prefer wanafunzi kama ni primary asomee Kabugege, Cheptodon ama Masere. Ukweli hapa ni uongo? Mbona mnaitikia kwa sauti ya chini? Hiyo ni ukweli ya Mungu. So jamani, tusitafuta laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. All the reasons for progress tunaelewa, but let us get out of the pits. Mimi kama mjumbe DCC akiwa hapa na ofisi ya education, we are going to be extremely firm on issues affecting hii sehemu ya Kopsiro. Kopsiro ikiharibika, the entire mountain itakuwa imeharibika. Cheptais is affected, Kapsabon is affected, so nobody is safe. So lazima tuilinda hapa kabisa. Mimi nataka nimalizie nikisema hivi, kuna issues that we can sort out sisi wenyewe, ofisi ya DC, vitu zingine tusientertain. Professionals, tuangalie future watoto wetu, tuangalie future ya community. Tusipende tupelekee community kwa giza. Later they will turn against us and we'll have nowhere to run. Later they will turn against us. Those NGOs, nikisema finally DCC, any NGO operating within
hii sehemu ya Kopsiro inastahili imulikwe vizuri. Imulikwe vizuri sana, because these NGOs are the ones taking the community away from the real issues, kufocus kwa vitu yenye haina maana. Na DCC don't entertain any meeting ya kusema wanakuja kukaa hapa ati wanaongea mambo ya peace. The other time they came ati wameleta kuongea mambo ya FGM. Mimi ndiye niliweka mswada ya FGM bungeni, ikawa an act of parliament. I was the sponsor of the bill. Behind me was the women parliamentarians, though walikuwa wamejaribu mara mingi kifeli. It's an act of parliament. Mimi sijaona wasichana hapa wakisunguka eti wanataka kutairi. Sijaona. Chiefs mmeona? Lakini NGO inakuja hapa inaweka inadanganya wamama ati kuna mama at before cameras ati huyu mama alikuwa mtairishaji anakuja kusarenda tools of trade. Na amekuja na visu mpya. So why are we teaching our community mambo ya conmanship? Hii wazee unaambia mama ama wa mama ati kuna pesa, so jifanye you are surrendering. Na hizo vitu hakuna. Nasema ukweli ama uongo? Badala ya kusema hii teenage pregnancy tunamaliza namna gani? Kama hii mambo ya wazazi kusikizana, chiefs ya there. Why can't you flush these people out? OCPD uko hapa. Hii watu wako ndani. Wakuweka watu wawili ndani, mzazi mwenye amesikizana na mzazi mwingine kwa mambo ya msichana who is underage. Wakuwekwa ndani. Hapa Mount Elgon maneno na spread like bushfire. Watu watawaji hata. Ukweli ama sio ukweli? Lakini the moment we condone it, we are killing a generation. Kitu kingine pia nimesema hiyo kula kabisa kwa. Kuna FM stations kuja mashuhuri. Kuna nyingine kabisa kwa nyuma. Kazi hiyo radio station kuanzia asubuhi mpaka jioni kuongea kuhusu kapunti. Hakuna siku itaongea about results. Morning to evening. Hata watangazaji pia wa radio station sijui ni watu wanatumia akili aina gani. Ni kama watoto wala walelani. Because from morning to evening, ukiwa kwa station, why can't you bring issues affecting the community of Mount Elgon for discussion? Kama ni teenage pregnancies, discuss that. Kama ni poor results, discuss that. But when you are discussing about Kapunti, you are wasting your time. You are preaching hatred. Hakuna kitu unafanya. Na utakuwa unachimbia your own community kaburi. Getting out of it would be a problem. Mimi nimekuwa kwa siasa kwa muda sasa. And what I'm saying is true. I know this community, DCC. Najua hii jamii ndani na nje. Najua ndani na nje. Na watu wetu have always cautioned the office hapa. Usapo atakwambia kitu. Akikuja ofisini anaangalia kwanza kuna mtu mwingine. Alafu kwanza anakupatia uongo kwa pesa. Kwa sababu anataka kudhulumu mtu mwingine. So if you act on that information, utakuwa umeumiza mtu mwingine. Uliza watu 3 4, you'll find out the story is different. Kweli ama sio ukweli? And that is why kuna watu they will prefer hawatakuja in public hapa. Hawezi kuja in public. Lakini watakuja kwa ofisi yako.
wataenda ofisi ya county commissioner. And they are also very smart. Wana time. Kama kuna change of administration DC mpya, kwanza you must be fed with lies disease. Kama county commissioner ni mpya, wataenda ofisi lazima wamzingira na uongo. Kwenda na maana hiyo watahakisha hiyo inaenda mpaka the moment you discover they retreat. Alafu anaongoja when there is change again. Change of guard. That is what they do. Hiyo maneno ndio ukweli ama uongo. Nasema ukweli yenu tu. So mimi kama mheshimiwa with a lot of honesty, nikimalizia, I mean well for this people. I mean well for you people. I mean well for the community. Na nataka ndugu yangu MCA, let us be very candid kuongea na hii watu. Kesho you'll be judged harshly. I'll be judged harshly. Now this community will go MCA. You never raise your voice when the performance was very bad. Martin, be courageous kama mwanamume. Umeongea hapa. Nikasema kama Martin angekuwa akiongea hivi na community haimsikizi, ingekuwa mimi wewe, ningeamua bila yona kwa Biblia yako. Yona kwa Biblia. Nasema kama mimi ndio mzigo kwa hii shule, ngoja mimi munirusha kwa nini? Ama nataka so that you may mean very well, but people are not seeing that. Watu wanaona almost umejaribu na mawazo yako, instead of giving up kusema issue, sema ngoja niwe Yona wa Biblia, unirusha kwa maji. Kama marekebu ita stabilize, ipate direction nzuri, so be it. Ama namna gani? We need that kind of courage. Na sio hapa peke yake. Kienda hiki, let us talk the same language, let us tell our people the truth. Na hii ndio itabadilika. Nimesema hapa awali, kumalizia. Kuna dalili imeanza kuonekana katika sehemu hii. Dalili nzuri. Shule namba moja katika constituency mzima, in as much as Kupsiro sub-county is number last in Bungoma County, but the number one school in the constituency is from Shule ya Tere. Is number one in the constituency. Hiyo dalili nzuri. Ukisema the best 10 schools in Mount Elgon constituency, at least Kupsiro will contribute 2 or 3. Hiyo dalili nzuri. Ukisema primary school, Kapkeke has always producing excellent results. And I want to commend the head teacher hapo. Wakati mwanafunzi bora kutoka kwa hiyo shule we had 404. Aliniambia mheshimiwa, huyu mwanafunzi atakosa shule kwa sababu mzazi has challenges sana, watoto wengine toroso na huyu mwanafunzi may not secure that opportunity kwenda Kapsabet. Nilimwambia yeye organize as teachers, tell the parents wanunue nini, wafanya shopping. Sina maana hiyo. Alafu nikasema enda kwa CDF, you'll have a check. Na ulipata check ya 50,000, sio mtoto hapa shuleni. Na very few head teachers for information this is. Wala watapigia mimi simu kwa sababu ya uoga. Uoga iko mingi. Nilijaribu kupigia dada yangu Linet St. Jude's. Simu ililia mara 3 hapo chukua. Nikasema najua mambo huko iko mbaya. Mambo iko mbaya. Siku moja pia nilienda kwa hiyo shule. And that is why I'm talking about these schools. I went to St. Jude. Madam Principal can bear me witness. Nilikuwa napeleka pesa ya kumaliza madarasa mawili 750.
kulingana na BQ. Mwenye alikuwa board chair kwa hiyo shule deliberately alihakikisha he was absent na alikuwa in a neighboring secondary school. Mimi napeana pesa comment yenye anasemea huko, ati mheshimiwa sijui alikuwa analeta pesa ujenzi ama alikuwa analeta breakfast. So ukiwa na chairman with that kind of attitude, jamii itakuwa ama namna gani? Na Max pia, you talked about Max. I want to give you one last example. Ilikuwa St. Augustine Memorial wa jana. Kuna mwanafunzi aliingia na 369. Hiyo 369 entry points plus 8 form 1. Lakini form 4 alipata D+. Alipata D+. Muuliza ni kwa nini alienda shuleni akinyonyesha kufanya mtihani. Kuna mwanafunzi Jessica Karasi results ya last year aliingia form 1 na max 171 na alipata grade C-. Kumaanisha is not about entry marks. It's not about entry marks. So ukisema wanafunzi bora wanaenda nje at least tabaki na nini, hakuna. Mwanafunzi mwenye alitangulia KPSS alifanyia Gorogoto. Vijana ya Chewu, huyu wa Peace alipata 314 plus 8. Alikuja na A- KPSS. So is it about marks? Yana uliza, is it about marks? Bana. Nikimalizia mambo ya dalili mzuri. We have 2 solid A's. The entire Mount Elgon, wale watoto walisomea nje na wakakuja na A-plane. Watoto wangapi? Watoto 1. The whole Mount Elgon constituency. And out of the 4, wawili wanatoka wodi ya Chebiu. Hiyo sababu Chebiu imetoa ngapi? Wawili solid. Ni aina tunasema wanasema matijeruhi. Hapo tunapata maanisha this place has a lot of potential. We all need to be courageous enough. We tell our people this is not right, this is right. Let us go this direction. Mambo ya mashamba tuwekekana. Let us invest in education. Otherwise, in another 10 years from now, hii mashamba yenye tutajigambia ya katano ya kamili itakuwa kijiji. I'm telling you from the bottom of my heart. Na mtanikumbuka for what I'm saying today. Unaweza toka kama umekasirika, but mimi kama mjumbe, I always say this. Ile maneno yote, watu wengine wanaweza kuogopa kusema. Hiyo ndiye yangu. Hiyo ndiyo mimi nasema. Kwa sababu mimi ndiye mjumbe na nikiogopa nani ataongea. Namna hiyo. Hapa namna gani? Si namna hiyo. So mimi namaliza tu mambo ya hii lunch hii. Let us